Baada ya taharuki na uoga kuanikiza katika nchi ya Tanzania, sasa kikosi cha polisi kimetoa ujumbe kikizungumzia kuhusu utekaji nyara ambao umekuwa ukikithiri katika nchi hiyo. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Jeshi la polisi nchini Tanzania limejitokeza hadharani kwa msimamo mkali likikanusha madai yanayoenezwa kupitia mitandao ya kijamii na mijadala ya kisiasa kwamba linahusika katika matukio ya utekaji nyara na mauaji ya kiholela dhidi ya raia wasio na hatia. Hatua hiyo imechukuliwa kama jitihada za kulinda taswira na uaminifu wa taasisi hiyo ya usalama wa ndani ya nchi. Na katika mkutano rasmi uliofanyika jijini Dodoma mnamo Juni tarehe 19, msemaji wa jeshi la polisi, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi David Misime alitoa kauli nzito ya kukanusha taarifa hizo, akizitaja kuwa za upotoshaji na zisizo na msingi wowote wa kisheria wala ushahidi wa kuaminika. Na kwa mujibu wa jeshi hilo, taarifa zinazodai kuwepo kwa utekaji na mauaji ya kiholela si za kweli na zinalenga kuharibu jina la taasisi hiyo inayowajibika kwa ulinzi wa raia na mali zao. Msime alisisitiza kuwa jeshi la polisi linajitahidi kutekeleza majukumu yake kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na sheria nyingine za nchi. Aliongeza kuwa wapo baadhi ya watu wenye ajenda fiche wanaolenga kuchafua taswira ya jeshi hilo kupitia upotoshaji wa taarifa ili kuleta hofu na kutoaminiana baina ya wananchi na vyombo vya ulinzi. Hata hivyo, pamoja na ufafanuzi huo, kauli ya jeshi hilo imepokewa kwa mtazamo mseto miongoni mwa Watanzania. Wapo wanaolipongeza kwa hatua ya kujibu hadharani, lakini pia wapo wanaotoa wito kwa jeshi hilo kuwa wazi zaidi na kuhakikisha kuwa tuhuma zote zinazojitokeza zinachunguzwa kwa kina na kwa uwazi ili kujenga tena imani ya wananchi katika vyombo vya usalama. Wachambuzi wa masuala ya usalama na haki za binadamu wameeleza kuwa hatua ya polisi kutoa kauli hadharani ni mwanzo mzuri wa kujenga uhusiano mzuri na jamii, lakini wakaongeza kuwa haitoshi kuwa kauli pekee. Wamehimiza kuwa hatua madhubuti za ufuatiliaji, uwajibikaji wa ndani na kuwashirikisha wananchi kwa njia za kisheria ndizo zitakazosaidia kufanikisha juhudi hizo. Na katika kipindi cha hivi karibuni kumekuwepo na ongezeko la mijadala kuhusu uhalali wa baadhi ya operesheni za vyombo vya usalama, aliibua maswali kutoka kwa baadhi ya wananchi na asasi za kiraia. Ingawa jeshi la polisi limekuwa likikanusha tuhuma hizo kila zinapojitokeza, mwitikio wa umma unaonesha haja ya kuwepo kwa mifumo madhubuti ya uwazi, usimamizi wa haki na mawasiliano ya mara kwa mara na jamii. Kwa sasa hali ya tahadhari bado iko juu, huku taasisi za ulinzi na usalama zikihimizwa kuendeleza dhamira ya kulinda maisha ya Watanzania wote bila upendeleo, pamoja na kulinda heshima ya taasisi zao kwa vitendo vinavyoendana na sheria, utu na haki za binadamu.